to gather stubbles to use for straw. Then the slaves drivers kept pressing them, saying, "Complete the work required of you for each day, just as when you add stores." Ningependa unisomee mistari hiyo mitatu minne, maana kuna mahali ambapo nataka tukasonge hatua moja mbele katika utenda kazi na katika huduma. Exodus chapter number 5 verse number 10, 11, 12, 13. Hao wasimamizi wa watu na wanyapara wao wakatoka, wakasema na watu, wakanena, "Farao asema hivi, mimi siwapi majani. Endeni wenyewe, jipatieni majani hapo mtakapoyaona, kwa maana kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo." Basi hao watu wakatawanyika katika nchi yote ya Misri, ili wapate kukusanya matakataka ya mashamba badala ya majani. Oh yes, endelea. Wasimamizi wao wakaagiza wakisema, "Timizeni kazi zenu, shughuli zenu za kila siku, kama wakati ule majani yalipokuwapo." Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa tukaweza kusemezana leo kwa ajili ya neno la Bwana, maana ninajua kusudio la Bwana na lengo la Bwana ni kuu kwa ajili yetu mchana wa leo. Tuamini na tuombe kwa ajili ya mkate wa leo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ya maisha ambayo umetupa. Nashukuru kwa ajili ya kutupa kuhesabika kati ya walio hai chini ya jua leo, na ukatulete katika madhabahu yako ili tukaweze kulipokea neno lako. Ninaomba neno hili likawe ni la msaada katika maisha yetu, na mkate huu lete afya katika miili yetu na katika imani yetu na katika wokovu wetu, na hivyo katika kizazi na katika hatua zote tutakazoshiriki, Bwana, kukaonekane unguzo na ukombozi na utenda kazi wa kipekee. Mamlaka yako yakadhihirike katikati yetu na utenda kazi wako ukadhihirike katikati yetu, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tusaidie na utuonekanie hata nyakati zinazotufikia. Bwana, kaweze kuwa pamoja nasi katika utenda kazi huu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Maandiko inasema ya kwamba wana wa Israeli wakapewa masharti mapya katika utenda kazi, ya kwamba wakanyang'anywa majani yale ambao waliokuwa wakitumia katika utenda kazi waliokuwa wanatekeleza katika utumwa. Wakanyang'anywa vyombo vya utenda kazi na wakaachiliwa, na wale ambao ni wasimamizi wao wakawaambia ya kwamba hakuna kupunguzwa kwa kazi, kiwango ni kile kile na kipimo ni kile kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapotaka kufinyiliwa, huwa tunawekewa kitu inaitwa target. Na hii ndiyo sababu shetani akitaka kutushambulia, akitaka kutufinyilia, akitaka kukalia hatima yetu, ataangalia target ni nini na ni wapi, ili akaweze kuweka target ambazo hatuwezi kusifikia, ndiposa tupate nafasi ya kupigwa. Maandiko inasema ya kwamba, na basi wale watenda kazi wana wa Israeli wakaenda wakanyang'anywa vitu vyao, wakaenda wakanyang'anywa vile vifaa zilizohitajika kwa ajili ya kufanya kazi. Na kuna target ambao waliyekuwa wamewekewa kila siku ili wakaweze kuitimiliza, wakawekewa target ya utenda kazi katika utumwa wao. Na hivyo Farao aliposikia ya kwamba wameanza kutaka kuondoka, wameanza kutaka kutoka katika nchi ya utumwa, akawanyang'anya vifaa zilizokuwa zinarahisisha kazi yao, akawanyang'anya vifaa zilizo
akairahisisha ule utenda kazi katika kazi zao ngumu, na hivyo akawaambia ya kwamba ingawaje nimewanyang'anya, endeni mukajitafutie vyombo zenu mtakazozitumia kuendeleza kazi, mtakazozitumia kuendeleza kazi ambao mliokuwa mmepewa na wale waliokuwa wasimamizi, kwa sababu walikuwa Wamisri. Wakawaambia hata kama mnaenda kutafuta, hakuna kulegezwa kwa kipimo cha kazi. Hata kama mtashinda mkitafuta, hakuna kulegezwa kwa kazi, hakuna kulegezwa kwa kipimo. Ninataka ninene na mtu leo ambao ameonekana anatamani kuondoka katika utumwa na vifaa vya kurahisisha kuondoka kwake katika utumwa zimechukuliwa na zikafichwa, zimeondolewa na utawala wa giza. Vifaa ambavyo vinahitajika ili akaweze kutekeleza na kupita zimeondolewa katika maisha yake. Ningenena na mtu leo anatamani kukwea kutoka katika utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakaa katika utumwa, majira ya kutoka ikawadia. Bwana asifiwe sana. Wakati wa mabadiliko unapokaribia, lazima kazi ziongezwe. Wakati wa mabadiliko katika maisha, utakapojua mambo yatakapokuwa karibu kubadilika, lazima patakuwepo na watu ambao na vifaa ambavyo vitainuliwa, ama mitego ambao itakaowekwa ndio usitoke katika umateka wako. Watakaposikia unataka kuondoka, hiyo ndio wakati vita vitaanza. Na ningependa nikwambieni kweli kwamba hata nyakati tunapoamua kufanya vitu, kabla haujaanza kutekeleza, kabla haujasema nataka kwenda mjini, hakuna mtu ambaye atasema ninapigana nawe. Utakapotaka kusema ninataka kujenga, kabla haujasema hakuna mtu atakayepigana na wewe. Lakini utakaposema ya kwamba ninataka kutoka, hiyo ndio majira utaanza kuona opposition ya giza ikiinuka. Wakati utakapoanza kusema na sasa nataka niachiliwe huru, nyakati hizo ndio utaanza kuona watenda kazi uliokaa nao na marafiki wa zamani wakianza kukutafuta. Utakaposema nataka kuacha ulevi, ndio utaona watenda kazi uliyekuwa mnalewa na wao zamani wakitafuta vile utaonekana, kwa sababu wanataka kuficha vifaa za kuondoka katika umateka ili ubakie nao katika utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba mambo haya yakawekwa wazi na yakawekwa hadharani, ya kwamba sasa inataka kwenda. Musa ameingia na Haruni, wamemwendea Farao, wakamwambia tunataka kwenda kuondoka. Ukisoma kifungu hicho cha 5 na mstari wa 17, watu wa Farao wakaanza kusema, mmekuwa wavivu, ndio sababu mnasema mnataka kwenda kuabudu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kusema, tunajua mmekuwa wavivu, ndio sababu kila saa mnasema mnataka kwenda kuabudu, mnasema mnataka kwenda kutoa dhabihu. Wakawa wanatafuta visababu ambazo ni za kuwazuia wale ambao ni watenda kazi wa Bwana. Ningependa nikanene nawe leo, maana moyo wangu unajaa ya kwenda kumtumikia Bwana, lakini watende vyombo vya kwenda kumtumikia Bwana vinaenda vikilegezwa. Watenda kazi katika madhabahu wanaenda wakilegezwa, wanaenda wakipeanwa, wanaenda wakipunguzwa, na hivyo twahitaji watenda kazi wakainuke twende. Haleluya. Maana katika neema hii wakatafuta na wakaona, wakajua majira imewadia. Na njia moja ya kukaa mahali hapa, kwanza ni tuondoe washindwe na kumaliza ile kazi.
Anasiweza. Wewe umeshawahi ona mtu anakupea kitu na ile kitu anakupea kwa masharti. Yaani anakupea lakini anakwambia na hii kitu yangu ukienda nayo nataka ukarudishe ikiwa hivi. Ukienda nayo nataka urejeshe ikiwa namna hiyo. Ukitaka kuitumia ni lazima ufanye hivi ndiposa ukaweze kuitumia. Hiyo ni umateka na vizuizi ya kuzuilia yale mambo yasije yakatimika katika maisha. That is a way to block you from your success. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaambiwa kilicho chako hata kabla haujaenda, unaambiwa lazima kwanza utekeleze. Na wanapoona unatekeleza kwa haraka, wanaficha chombo hicho. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanapoona unataka kutekeleza na imekuwa ni kwa wepesi, kwa sababu unataka kwenda kiwango kingine, wanaanza kuficha vifaa, wanaanza kuficha zile vitu ambazo ni dhamana katika utenda kazi. Ninataka ninene na mtu leo ambaye ni chombo cha dhamana katika madhabahu haya, ya kwamba shetani asikufiche wala asikuweke katika kifungo vya vizuizi. Asifanye kazi yako kuwa ngumu katika safari, asifanye hatua zako kuwa ngumu, bali ukaitekeleze kwa wepesi na kwa ukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kusema watu hawa wamekuwa wanyonge, watu hawa wamekuwa wadhaifu, watu hawa wamekuwa hawajiwezi, watu hawa wamekuwa hawakifanya vile haistahili. Kwa hivyo sasa, kwa sababu wameanza kuinuka, wameanza kutaka kuondoka, wakaanza kuwazuilia. Wakati unapoelekea kutoka kwa utumwa, lazima watesi wako wajue. Hauwezi toka kama hawajui. Wanachunguza. Wakati mwangaza wako unapotokea, wakati maisha yako yanapoandaliwa kutoka katika kiwango ambacho ulichokuwa uende kiwango kingine, lazima wale watesi, lazima wale watawala waliokuwa wakikaa nawe watajua ya kwamba and now you are moving into a new space. Wanachunguza. Hata kule mnafanya kazi kwa makaburi, unapofikia kiwango cha kuinuliwa, utapata kuna wale hujua sasa ni kama unaenda juu yao. Kuna wale wanaongopa ukipita ndio usiweze kuwatawala. Kuna wale wataongopa usikuwe mkubwa wao, kwa sababu umeenda ukawapata mahali pale. When you are about to get through, lazima kuna zile ishara, lazima kuna ile neema itatokea, lazima kuna zile njia ambazo zitatokea. Bwana asifiwe sana. Walipotambua ya kwamba watu hawa majira yao ya kuondoka imewadia, walipotambua ya kwamba watu hawa majira yao ya kuondoka katika utumwa imeanza kuwadia, wakaanza kuondoa vitu vilivyo vya dhamana, wakaanza kuondoa vitu vilivyo vya utenda kazi, wakaanza kuondoa vitu ambavyo walivyokuwa wakizitumia kurahisisha kazi yao ya kila siku. Na zilipoondolewa, wakaambiwa kipimo ni kile kile. Walipoondoa vifaa, wakawaambia kipimo ni hicho ndicho kinachohitajika. Ningependa nikwambie leo wapendwa, ukienda hata kwa wale mnafanya kazi na mashini, kuna kitarget ile unakuta umewekewa, na ukienda na hiyo target, kuna vile mashini ikibadilishwa, kabla ukuje kupatana na hiyo unakuta lazima kuende chini. Na hivyo katika kule kuenda chini inaweza fanya ukosane na mwenye kazi, ama unapata unaondolewa, maana haufikii target ya mahali ulikuwa unahitajika. Na kama haufikii na uwezi haufikii, kutafanyika jambo ambalo ya kwamba kazi uliyekuwa unafikia utaambiwa uongeze muda ama masaa yako kuifanya. Bwana asifiwe.
Na kuna wengine wakiona ni kama umeanza kufikia target haraka haraka mpaka unapata pesa mingi sana, badala wakwambie unapata pesa mingi, wanakuja wanakuletea visababu vya kutofikia mahali watu hawataki. They stop it by any means. Na hivyo kwa njia hiyo, walipotazama wakaona majira ya kuondoka imewadia, walileta visababu ili wakazuilia. Ninataka ninene leo kwa sababu ya kwamba kama majira ya Bwana ya kupelekwa upeo mwingine katika huduma imewadia, wacha tupelekwe shetani aondoe kisirani yake, aondoe target zake zisizo na umuhimu na zisizo na maana. Maana kama majira ya kuchipuka imewadia, wacha watu wachipuke na waende. Vifungo vya kuzuilia na kulegeza mikono ya watu tunasikataa leo katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba kama majira ya kuinuka kwa madhabahu imewadia, wacha udhaifu unaowekwa unaotumika kama silaha ya kuwalemaza watu na kuwazuilia wakaweze kuondoka katika jina la Yesu. Kama umateka ule uliokuwekwa ni ya kwamba inaonekana ishara ya kuinuka imeonekana, ishara ya kupaa imeonekana, kile kinachotengenezwa kama silaha ya kuslide, silaha ya kusimamisha, tunaikataa leo na tunaipinga leo. Kila udhaifu wa kulemewa na kuishi uzito uondoke, tuende. Bwana asifiwe. Maana walipoangalia wakaona majira ya target, wakaona hawa watu vile wanaenda ni kama masaa ya kuenda imefika. Waliondoa vifaa vinavyotengenezwa, waliondoa vifaa vinavyorahisisha kazi yao. Ningependa nitangaze leo, kila kifaa kilichoondolewa katika maisha yako kinachorahisisha maombi yako na wokovu wako, na kikaondolewa ili ukae katika zeko moja, ili ukae ukilotenda katika pointi moja, ninakiamurisha kirejeshe katika jina la Yesu Kristo. Vifaa vilivyoondolewa katika imani na wokovu wako, ili ukae ukirudi nyuma, ukijikwaa na ukilemewa. Ninatangaza vifaa vilivyohitajika zikaachiliwe na sikurudie, ili kutembea kwako na kwenda kwako ukaweze kuwa kwa wepesi kwa ajili ya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua shetani anapoona tunataka kwenda na majira ya kuenda imewadia, atakachofanya ni kuanza kuleta roho ya rebellion. Ataanza kuleta roho ya kukosana, ataanza kuleta roho ya kuinukiana, ataanza kuleta roho ya kutoana makosa, ya kwamba unapomtazama mwenzako haumuoni bali unayaona makosa yake. Ni kifaa kimeondolewa ili watu wakae mahali pamoja, wasikamilishe kazi iliyokuwa inahitajika kukamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati vifaa vinavyoondolewa, watu ubaki katika vita, watu ubaki wakipigana, watu ubaki wakiangaishana, watu ubaki wakivinyiliana. Na hii ndiyo sababu shetani anapoona tunaenda kupaa, ana make sure amengonganisha watu wawili ndio walete madaraka, walete kitu kanisani. Anapoona ni kama sasa umoja unaotenda kazi kati yetu unaenda kuzalisha matunda, anainuka, anaondoa kile ambacho kilichokuwa kikitendeka, analeta utofauti katikati ya watu, analeta utofauti katikati ya wazee, analeta utofauti katikati ya wamama, analeta utofauti katikati ya vijana. Wakati utofauti unaingia, unapata kifaa cha kufikia wale watu walikuwa wakiende, kimeondolewa, na hivyo hawatakamilisha kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to tell you, the accusation we have for one another, it is not just an accusation. Si ya kwamba chote tunacholalamikia kwa wengine, si ya kwamba ni lalama iliyo ya kweli. Ni silaha iliyoletwa, ni silaha iliyoondolewa, ndio tuwakose kufika mahali tunahitajika.
Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Malalamiko unaoyasikia katikati yetu na katikati ya watu yatakuwa ni ya kuzuilia. Wakati inapoonekana pana kupenda na kutoka, shetani lazima alete kikwazo ya kujaribu kuzuilia. Lazima alete kasilaha akaondoe amani. Kama tulikuwa na amani na upendo, lazima atalete kasilaha kakuondoa amani, kakuondoa upendo, kakuondoa ushirikiano, ili tukaweze kuachana. Maana anajua tutakapotengana hatutafikia baraka iliyokuwa imekusudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, kuna kitu moja ambacho nimekingundua katika maisha haya ya imani. Unajua, wana wa Israeli walinyang'anywa majani na vitu waliokuwa wakitumia, lakini katika kanisa la leo watu hawanyang'anywi hizo vyombo. Wananyang'anywa amani, wananyang'anywa upendo, wananyang'anywa inaitwa patience, uvumilivu. Wananyang'anywa uvumilivu. Hivyo katika kule kuvumilia unapata you cannot wait beyond that. Unaanza kufika mahali unakuta hakuna upendo. Wananyang'anywa kutohudumiana. Unapata kila mtu ako kwa ajili yake tu. Kila mtu anajipigania yeye. Kila mtu anajijali yeye mwenyewe. Hatutaki kufanya kazi kadri ya vile yahitajika. Na hivyo vifaa mingi vimeondolewa. Bwana asifiwe sana. Familia mingi zimepigana, zimesambaratika. Watu wamekuzaliwa na mama moja na hawaelewani. Si kwamba hawastahili kuelewana. Kuna kifaa kilichoondolewa katikati yao, na sasa kilipoondolewa hawakupata ufahamu ya kwamba kifaa kimeondolewa, wakakosa kuelewa. Kuna kifaa ambacho kimeondolewa, wakakosa kuelewa ya kwamba kuna mambo ambayo yameondolewa katikati ya wapendo. Wakakosa kujua ya kwamba kuna vitu ambazo zimetolewa katikati yao. Na hii ndio sababu unapata ndio tuko kanisani, lakini twabeba mizigo ya giza, twabebea shetani maagano, twabeba vifungo vya giza, kwa sababu kuna vifaa ziliondolewa na hatuna ufahamu. Bwana asifiwe. Amen. Kifaa kiliondolewa. Shetani alisikia ya kwamba ndio umeokoka, sasa unaenda kuinuka. Akajua basi kama unaenda kuinuka, nitaondoa njia zako za mapato, nitazipiga ukuta, huwezi pata shilingi. Sasa hivyo tunakaa kung'ang'ana, tunakaa kuhangaika na kuteseka. Shetani akasikia kwamba wakati na majira ya huduma huu umezaliwa, akajua na mimi nitaenda niweke roho ya kukataliwa na ugumu wa pesa katika ile kizima, ili watu wasifikie. I declare today in the name of Jesus Christ, every force of darkness that has been laid to ensnare your life, to stop you not to excel and succeed in your mission, may it be overturned today in the name of Jesus Christ. Wale ambao maono na ndoto zao zimeshikwa kwa sababu walionekana wakienda kupenda, ninatangaza siachiliwe, sipende kwa jina la Yesu, kwa sababu neema ya Bwana ilionekana. Mwanga ulionekana wakati walinzi walipokuwa wakichunga usiku, waliona nyota ya Yesu Kristo akizaliwa, wakasema na kweli hii nyota imeng'aa, ile lazima ikuwe ni ya mfalme. Nami ninataka kunena nawe, wakati mwanga wako ulipoangaza, wachawi wakatoka kila maeneo wakikuja kuzima nuru yako. I declare today, arise and shine. Amen. For the day of the Lord has come. Bwana asifiwe sana. Wakawinda ili walemaze, maana wamesikia majira. Bwana asifiwe sana. Ningependa nikwambie leo, any change of your life, it is experienced in the spiritual realm.
Mabadiliko yoyote huingia katika maisha yako kabla yasikike na yaonekane katika ulimwengu wa kiasilia, huwa yametambulika na kuonekana katika ulimwengu wa kiroho. Kama pana kuinuka na kupokea baraka, kabla baraka ikuje kuonekana kiasilia, katika ulimwengu wa kiroho inakuanga imeonekana. Na kwa sababu wawindaji wetu si wawindaji wa kiasilia, ni wawindaji wa kiroho, ndio sababu maandiko inasema we don't wage war against the flesh, but we wage war against principalities. So principalities knows. Unapokuja kuharibika inajua majira imewadia. Tawala zinajua ya kwamba na mahali hapa panakuja kuchipuka, mahali hapa panakuja kuonekana utawala uliyekalia wito katika madhabahu haya. Ukajua ya kwamba tutakuwa watu wa msaada katika taifa la Kenya na mataifa mengine, na ilipotambulika wakakuja kukalia. Ndio tusiende. Ndiyo sababu tukikaa kuongezeka, unaona watu wanakaa kupungua. Kwani watu wanaendanga wapi? Ni vifaa vinaondolewa. Bwana asifiwe sana. Watu walie na moyo wa kusapoti huduma wakikuja kutokea wakionekana, inasemekana na hawa waondolewe, watafanya huduma huu usonge. Inapotokea watu walie ni intercessors, wanakuja wanaangaliwa, wanasema huyu akisimama katika nafasi atafanya mapigo ya hatua ingine mbele, hivyo anaondolewa katika mapito. I want to declare today, kila chombo kilichoondolewa kikarejeshe leo kwa jina la Yesu. Kila pato iliyoondolewa ikarejeshe leo kwa jina la Yesu. Kila koani aliyesimama akatawanyishwe na akaondolewe katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Kila utawala wa giza na koani wa giza asimamao kwa majira yake anaenda kukuondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, katika njia hili kukawa kuna vitu vinasikika zinakuja. Bwana asifiwe sana. Hebu niwaulize, wewe wakati unaenda kufikia jambo, si unasikianga hata katika unasikia hapa nitapenda, si unasikia? Yaani unaanza kusikia hapa hii imetafaulu hii. Yaani unaanza kuishi ya kwamba it's like I'm getting breakthrough, ya kwamba hapa nitapenya. Jambo hili linaletwa katika uwepo wa Bwana. Jambo hili linaletwa katika ukuu wa Bwana. Jambo hili linaletwa ndio watu wa Mungu wapenya. Lakini linapoonekana, linapotambulika, watu wanaleta vita, watu wanaleta vizuizi, watu wanaleta kupigana, watu wanaleta kushushana. Na hivyo kwa sababu ya kukosa ufahamu, hata watu walio wapendwa wanatumika kupiga wengine. Hii ndio sababu utampata mchungaji ameinuka anashambulia mchungaji mwingine, ajui kama wanafanya kazi ya Mungu moja, ajui kama wameitwa na baba mmoja. Maana maandiko inasema ya kwamba wito ni mingi. Bwana asifiwe sana. Tumeitwa na wito mmoja, lakini Roho anatenda kazi tofauti. Kuna yule aliyepewa kazi ya kuponya, kuna yule aliyepewa kazi ya kutafsiri, kuna yule aliyepewa kazi ya kunena na lugha, kuna yule aliyepewa nafasi ya kutekeleza. Hivyo tunaanza kumalizana sisi wenyewe kwa wenyewe, tunaanza kuondoana vibaya, tunaanza kukua vifungo kwa wengine, and that brings trouble in the church. Wanasiweza. Ni mara ngapi umetaka kupenya na ukapata katika upenyo wako kunatokea mtu analete kisirani, analete kitu, unakuta kimekuja kimechanganya, unapata vita imetokea sana na zaidi sana. Hata katika event unapata watu wanatengeneza event zao vizuri, ujuangi shetani anatokea wapi, ujuangi ni nani. Wala siweza. Ukianza kupanga ni mzuri,
ikikuja kuanza kuharibika hautajua, utapata mambo yameenda kombo, utapata vitu vimeenda kombo. Ukianza biashara kidogo tu au hakunanga shida, ukianza ngoja ianze kuonekana, hapo ndio matatizo inaanza. Ajiriwa tu kazi, ununue nguo na ukuwe mzuri, haikuwa tatizo kwenda kuajiriwa, lakini watu hawataki kuona ukiwapita kwa njia, hawataki upate na upokee, hawataki uinuke na usonge mbele. I declare the time to leave Misri, it has come. Wakati wa kuondoka Misri umewadia, na hivyo lazima kila kundi, lazima kila mteule, lazima kila mjakazi, lazima kila mmoja lazima kila mmoja akainuke na akaondoke. Bwana asifiwe sana. Hivyo ninasema nini? Kazi yoyote unaotekeleza, usiondolewe chombo chochote cha kurahisisha kazi yako. Usiondolewe chombo chochote cha kufikia hatima yako. Usiondolewe chombo chochote cha kufanya ile kazi kukamilika kwa upendo wa Kristo, cha kufanya ile kazi kukamilika kwa ajili ya utukufu wa Kristo, cha kufanya ile kazi kuzalisha matunda mema. Maana wengi wetu tumekosa kuzalishiwa mema kwa sababu vifaa vyetu vimefika. Katika maisha yako unakuta upendo ulifichwa, au upendi. Unapata kile kilichowekwa ni manunguniko, yaani unapata kuridhika kuliondolewa, kifaa cha kuridhika kiliondolewa, kikabaki kifaa cha kunungunika. Kila wakati na kila majira unanungunika tu, si kwa sababu unachonungunikia hakuna kipo, lakini kifaa cha kuridhika kiliondolewa, kifaa cha amani kiliondolewa, kifaa cha kutii kiliondolewa. Ndio unakuta wewe kama mwenye kitu. Bwana asifiwe sana. Ningependa tukamwambie Bwana leo ya kwamba Bwana, rejesha vifaa vyetu, rejesha vifaa vya huduma huu. Bwana asifiwe sana. Vifaa vilivyo vya huduma huu vikarejeshwe, ili watu wakamuone Mungu, ili watu wakakwee, wakaingia. Maana waliposikia ya kwamba sasa wanataka kuondoka, hiyo ndiyo mwanzo wa matatizo. Bwana asifiwe sana. Wakati ilipotangazwa ya kwamba na kumeonekana dalili ya kuokoka na kwenda kwa Kristo, hapo ndipo matatizo yalipoanzia. Wakati ulipoonekana umepata tu pesa kidogo, hapo ndio matatizo yalianzia, na watu wa kwenu wakageuka wakakuangalia wewe. Sasa kwa wewe ndio msaada, alo, si wewe, ni kipaa kiliondolewa ndio usifike hatima. Maana kuna ile hatima Mungu alitaka uwe, lakini kwa sababu wanajua wakiacha siendelee na kukaa utaenda huko, wanakataa. Wanajua wakiacha siendelee na kukaa utapenya na utawashinda, utapenya katika vifungo vyao. Sasa wanatengeneza njia ya kutawanisha, kuondoa, kutupatupa na kulete kisirani na kulete vikwazo, na tumangonjwa pengine tunatokea mahali hatukutarajiwa, ni mapepo, ni vifaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata tu vifaa tunatengenezwa, ulikuwa unajiandaa kwenda kufanya kitu, lakini kwa sababu matokeo yanaonekana, unaletwa tu vitu vingine, tu vifaa twa kuondoa, tu vifaa twa kuondoa tu, unakuta inaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba inatokea unataka kwenda kununua hata ni kambuzi, hata ni ng'ombe, unakuta vifaa vinatokea ya kuondoa